Mimi ninayezungumza hapa ni afisa elimu kata ya Engaruka. Kwa ujumla wetu mkuu sisi tuna shule 9 hapa, kwa maana ya Engaruka Selela ina shule 5 na Engaruka ina shule 4. Walimu hawa wanapotuona ni mwaka mpya ambao kama ule tuliokutana Selela. Walimu wetu ni wale wale, na sisi tulisema tunakushukuru sana kufika. Tunakushukuru kwa kuja. Tunakusubiria kwa hamu kweli. Lakini walimu hao wa Engaruka juu wakati mwaka jana walikuja, walikuahidi kitu. Hicho walichokuahidi ndio hicho wametoa. Darasa la 7 wamefaulisha wote, darasa la 4 wamefaulisha wote. Kwa kweli niwapongeza sana walimu wa Engaruka juu na mwalimu mkuu. Mimi kwa upande wa Engaruka hamjaniangusha. Iko kitu mmekifanya. Mwaka 2026 nategemea kufanya mambo ya msingi sana. Hongereni sana walimu kwa kazi yenu mnaofanya kule shuleni kuhakikisha wanafunzi wanafaulu vizuri. Hakika kazi yenu ni njema na Mwenyezi Mungu atawabariki. Napenda kuwakumbusha kwa habari ya PEPMIS. Pamoja na kimbia kule darasani, hakikisha unapitia kwenye PEPMIS yako na kujaza, na hakikisha kuwa mwalimu mkuu wako amekufanyia assessment na kutuma ngazi ya juu kwa ajili na wao kuapprove na kutuma ngazi ya juu zaidi. Hakikisha unafuata maadili ya utumishi wa umma. Na sisi wote ni walimu, tumepitia vyuo vya walimu, tumefundishwa mwalimu anatakiwa aweje, mwalimu anatakiwa aenende vipi na ana majukumu gani. Ana majukumu kwa mwanafunzi, kumlea, kumjenga kimwili, kiakili na kiroho, kutoa adhabu kwa wanafunzi. Naomba walimu sana mzingatie zile taratibu za kutoa adhabu. Fuateni utaratibu wa kutoa adhabu. Ufuate ule utaratibu ambao umewekwa na serikali. Tunatamani maono ya RIO, maono ya mkoa yafikiwe mwalimu mmoja mmoja. Ashukuriwe Mungu, leo tunaposoma matokeo ya darasa la 4, Mbashi ametufanikisha. Makofi kwa Mbashi. Ewangan, makofi kwao kwa kata ya Selela. Thank you so much. Lakini kwa kata ya Engaruka juu wametuheshimisha. Thank you so very much. Na Engaruka English Medium tumefika lengo la RIO. Nafikiri akija kwa hizi kata, hizi shule zitakuwa zimefika lengo lake. Tumekuja kusheana leo. Ukifanya average ina 99.something. Na hicho kitu walimu inawezekana, regardless of the challenges that you are facing individually. Kwa hiyo malengo ya RIO tunayashusha kwenu kama the right stakeholders to do this 95%. Kwa hiyo kama ofisi ya afisa elimu idara ya msingi Monduli, tunasema mwaka huu ni mwaka wa kufundisha kwa ubora zaidi, kwa weledi na kwa mtazamo wa karne ya 21. Kilichonisimamisha hapa ni kuwashukuru walimu wa kata ya Selela na kata ya Engaruka kwa jinsi tulivyoshirikiana kwenye mwaka 2026. Walimu huwa tuna tabia ya kushirikiana, si ndio? Tujipongeze kwa makofi. 2025 tumeshikana vizuri kwenye taaluma. Tumeongeza ufaulu wa darasa la 7 kwa 4%. Si nyingi hiyo. Tuko kwenye mstari mzuri. Tukisimamia taaluma, tukasimamia watoto wetu kama tunavyofanya. Lengo la mkoa kwa darasa la 7 ni 90 na ngapi? 95. Katika michezo mwaka jana, mwaka 2025, Monduli tumekuwa wa kwanza kimkoa. Hebu tujipigie makofi basi. Katika ile overall tumekuwa wa kwanza. Na ukienda kitaifa, timu ile ilienda kaleta kombe moja la nafasi ya kwanza. Imetokea wapi? Imetokea Monduli. Mimi naamini mtoto akiwa anashiriki michezo, mtoto akiwa anafanya vizuri kwenye michezo, kuna uwezekano mkubwa ule mtoto kufanya vizuri kitaaluma. Kwa hiyo naomba tuendelee kusaidiana, maafisa elimu kata, tushirikiane kuhakikisha kwamba wale watoto wanaonyimwa kwenda shule basi wanajitokeza. Mimi nasemaga hata kama hatakuja kuwa kwenda sijui kuwa nani, aje tu ajue kusoma,
kuandika na kuhesabu, atakuwa bado ni mtu tofauti na yule ambaye tunamwacha kule machungani kwa karne hii ya sayansi na teknolojia. PEPMIS, angalia nisije nikaenda na daraja lako. Tumeshajua tunatakiwa kufanya nini kwenye swala zima la PEPMIS. Usikubali kukosa daraja lako kwa sababu tu hukujaza PEPMIS. Tumekuja hapa ili tuwasikilize zaidi. Na bahati nzuri kuna mtu wa TSC. Una changamoto yako ya malipo ya likizo, mimi niko hapa. Una changamoto nyingine, ndio baki leo tuna walimu wakuu, tuna maafisa elimu kata na tuna hawa watu kutoka halmashauri. Mimi ningeshauri kama inawezekana siku moja tukaandaa kikao cha wadau wa elimu. Tunapozungumzia wadau wa elimu, watu mashuhuri wanaozunguka jamii, wakiwemo viongozi wa mila, sijui madiwani, wanasiasa hawa na watu mashuhuri kwa ujumla, pamoja na sisi, tukae tuzungumze, wasikie changamoto ambazo walimu tunakumbana nazo huko madarasani. Kwa karibu na wanafunzi, maana yake kuna zile basics za communications ambapo kuna speaking, kuna writing, kuna reading na listening. Mimi niseme tu cha kwanza kabisa, mkuu, tunakushukuru kwa sababu umetukutanisha wote hapa kata ya Engaruka na kata ya Selela. Ni jambo kubwa sana tena kipindi hichi cha likizo, na tunawashukuru walimu sana. Niwaombe tu walimu tuendelee kutii wito na kupokea maagizo ya viongozi wetu ambao wanatusimamia katika kazi zetu. Mimi naitwa Mwalimu Lengteng, ni Mutie Lengteng, mwalimu mkuu shule ya msingi ya Engaruka Juu. Leo tumekutana hapa shuleni kwa ajili ya kuzungumzia masuala yote yanayohusu taaluma. Basi tumepokea maelekezo kutoka kwa afisa elimu wetu wa wilaya na afisa elimu taaluma. Tumepokea maelekezo ya namna ya kupandisha ufaulu katika wilaya yetu. Sisi tumepokea maelekezo hayo na tumeahidi kwamba tutafanya vizuri zaidi kwa mwaka huu. Kwa hiyo tumemwahidi afisa elimu wetu wa wilaya kwamba kwa siku ya leo, kwa mwaka huu lazima wilaya yetu itoke mahali ambapo ilikuwepo kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo sisi tunaahidi kwamba tutapata matokeo mazuri kwa mwaka huu kama tulivyofanya, kwa sababu kwa sisi kama shule ya msingi ya Engaruka Juu tumefanikiwa kufaulisha darasa la 7 kwa 99% na darasa la 4 kwa 100%. Kwa hiyo tunaahidi kwamba tutaboresha kwa darasa la 7, kwamba mwaka jana tumefaulisha mmoja, kwa mwaka huu basi tutajitahidi tusimwache hata mmoja. Kwa hiyo tunaendelea kumwomba Mungu sana atusaidie tuweze kuboresha taaluma.